mara ya kwanza. Uzoefu huo unatakiwa kuendelezwa tena, unatakiwa kukua kwenye viwango vya hizo nguvu, unatakiwa kuongezeka kila iitwapo leo. Nguvu za Mungu zinaweza kuongezeka na kuongezeka ndani yako. Ndio maana ukisoma maandiko, naomba Mungu anisaidie nisijaribiwe kufafanua zaidi. Ukisoma maandiko kwenye Biblia, maandiko ambayo yanaongelea neno nguvu, kwenye sehemu zingine hayatumii neno dunamis. Kwa mfano, Matendo 1:8 mtapokea nguvu, ametumia neno dunamis kwa Kigiriki, lugha ya asili. Luka 20:9 kaeni Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uweza utokao. Ile neno uweza ametumia neno dunamis. Lakini ukisoma Waefeso sura ya 6, vaeni silaha zote za Mungu mpaka kushinda hila zote za yule mwovu. Ngoja nisome hilo andiko. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 inasema, basi iweni hodari katika Bwana na katika uweza. Mstari wa 10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Ukisoma kwenye Biblia ya Kigiriki, hayo maneno uweza na nguvu, maneno yaliyotumika ni kratos na iskos, kuonyesha hii ni nguvu level nyingine, sio dunamis tu. Amen. Sasa kuzijua hizi levels, kuna mambo ambayo unatakiwa kuyafanya. Iko hivi, ukiomba Mungu kwa muda mrefu, ukaomba Mungu mpaka Mungu akakushukia, unapokea dunamis, nguvu ambayo ni sawa na mlipuko baruti. Mlipuko wa baruti ndio maana ya dunamis. Neno dynamite inatokana na neno dunamis. Nguvu tunayopokea ni sawa na baruti ambayo inaweza ikalipua. Haijalishi kitu ni kigumu namna gani, baruti likilipuka linasambaratisha kila kitu. Ndio nguvu tunayopokea. Sasa dunamis huwa inaweza ikadumu kwa muda fulani. Usipofanya kitu fulani, inafika mahali kiwango chake kinashuka. Na ndio maana nataka niongee ili hicho kiwango kisishuke, unatakiwa kufanya nini? Yaani kuna viwango ambavyo kwa hata ukiomba Mungu sana, ukifunga siku 3, Mungu anachilia nguvu zako. Akiweka mkono juu ya mgongo anapona. Ikapita miezi 3 hujafunga, sitakuweka mkono mtu apone. Kwa nini? Ile nguvu haipo tena. Maana nguvu huwa inajengwa, nguvu huwa inajengeka na inakuwa. Nguvu ya Mungu ndani yako inakuwa na kukua na kukua kila itwapo leo. Lakini kuna kiwango ukifika, ndio maana mitume walifika mahali ikawa kuna swala la kuweka mikono juu ya wagonjwa. Anapita tu, alafu kiburi kinaanza kufanya kazi. Kiburi maana hivi ni viwango ya utendaji vya juu, utendaji wa nguvu za Mungu vya juu. Sasa ili hayo yote uweze kukua na kuongezeka kwenye hiyo viwango, yaani kile ambacho umepokea ni sawa na mvua za rasharasha. Ukiendelea kuwa mwaminifu, kuna mvua za masika ambazo zinaweza zikanyesha kwako. Yaani nguvu ya Mungu ikawa heavy on your life, ikawa nzito, ikashuka nguvu ya Mungu kwa uzito sana. Ukifanya mambo haya ifuatayo, kuna mambo kama 5 ambayo nataka niyataje tu, alafu tutaangalia kama muda utaitosha kufafanua yote. La kwanza, hicho ambacho nilikitaja jana, kiu na njaa ya nguvu za Mungu ni kitu ambacho hakitakiwi kipungue. Hicho ni cha kwanza. Kiu na njaa kwa ajili ya nguvu za Mungu haitakiwi, ile hamu, ile shauku, ile passion kwa ajili ya nguvu za Mungu
maisha yako, kila itwapo leo unapanda viwango vyako vya kiroho. Viwango vyako vya kiroho vinapanda kila itwapo leo. Cha pili, kuomba bila kukoma. Kuomba bila kukoma, praying without ceasing. Cha tatu, heshima kwa neno la Mungu. Kuliheshimu neno la Mungu, kuwa na utajiri wa neno la Mungu na kuliheshimu hilo neno, kuishi kulingana na hilo neno. Ya nne, kunena kwa lugha mpya kwa muda mrefu kila iitwapo leo. Kunena kwa lugha kwa muda mrefu kila iitwapo leo. Na ya tano, kuwa katika hali ya kuabudu popote unapokuwa. Hata kama uko darasani, tengeneza mazingira fulani, atmosphere fulani ya worship and worship experience. Ukitengeneza hayo mazingira, haijalishi uko darasani, haijalishi uko barabarani, Roho wa Bwana anaweza kujifunua kwako popote pale. Hata kama uko chooni unafanya vitu vyako, lakini umetengeneza anga la kuabudu, Roho hauko chooni kushuka na kushukia. Haleluya, 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 haleluya. Mathayo sura ya 5 na mstari wa 6. Nilisema hii jana. Na aje kwangu anywe, aniaminie mimi. Kama vile maandiko yanavyo, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Tunahangaika hapa kuulizana maswali. Ili niweze kushinda dhambi hii, nataka nifanye nini? Niweze kushinda hiki, nataka nifanye nini? Tunachoshana kwa maswali haya. Maana dawa ni wewe Mungu kuachilia mito ya maji ndani yako. Mto kwa kawaida, chochote kikijipendekeza kuingia kwenye mto, yale maji yanakisoma, yanakipeleka yanakotaka yenyewe. Mito ya maji yaliyo hai ikiwa ndani ya moyo wako, kauzizi kakijipendekeza, mito ya maji inakakokota, inakatupilia huko. Kaumbea kakijipendekeza, mito ya maji inakakokota, inakapeleka huko. Wewe unabakia huko safi. Amen. Hakuna muda utasumbuka kwa nifanye nini. Dawa inahitaji achilia mito ya maji ndani ya maisha yako itiririke, alafu uone kama utahangaika. Na mtu ameuliza hata swali, sijui unaota ndoto uko na mwanamke sijui na nini. Takuja kulijibu, lakini nataka niwaambie, unapoota ndoto za namna hiyo inakuambia kiwango ulicho nacho chako cha kiroho. Kwa sababu nina ambacho mimi nimejihakikishia kwa it's my personal experience. Kuna wakati ambapo zilikuwa zinanipata hizo ndoto, lakini kuna wakati ulifika hizo ndoto zilikuwa hazitokei. Ndio nikagundua ukiishi maisha ya namna fulani ndio zinapata nafasi, lakini ukibadilisha staili ya maisha haziji mo. Kiwango chako cha nguvu za Mungu, kiwango chako cha moto wa Mungu ndani yako ndicho kinachoamua vitu gani ibilisi atavipenyeza kwenye maisha yako. Ngoja niwaambie, chakula kikipengwa mezani kikiwa cha moto kabisa, hizi amesikia ile harufu ya kile chakula, anakuja akifika hivi chakula cha moto, anaona hapa kuna hatari, mwenyewe anasikiliza, hawezi kutua kwenye kile chakula. Kwa nini? Kwa sababu kina moto. Ukitaka mambo ya kishetani yasitue kwenye maisha yako, wewe chochea moto ndani yako.
wa moto. We are men and women of fire. We walk with the fire of God. Na wakati mwingine Mungu huwa anafika mahali anauonyesha huo moto. Unaweza kama unatembea barabarani, wewe hujui kinachoendelea, moto wa Mungu unawaka ndani yako. Kumbe wanaokutazama wanaona unawaka moto, wanaona unawaka moto, wanaona unawaka moto. Ndivyo Mungu anavyofanya. Mtu mmoja alisikiliza mahubiri ya mhubiri mmoja anaitwa Michael Orokpo wa Nigeria. Aliposikiliza, maana yule mtumishi anaongelea sana maombi na jinsi ya kuset fire on your life. Kwa akasikiliza mahubiri, akashikwa na hasira, akaenda kufunga siku 40. Alipomaliza zile siku 40, hakuacha, akaendelea tena. Siku moja akawa anasafiri kupitia airport. Amefika airport hivi kwenye scanner. Wale waliosafiri airport wanajua, unafika kama ulikuwa na coin huko mfukoni unaviweka mahali, usiwe na kitu chochote cha chuma kwenye mwili wako. Sasa akatoa akaweka, alafu akapita. Sasa akapita scanner, ilipomscanner yule askari akarudi tena, akarudi pita mara ya pili, akamwona amekema nini, akarudi tena mara ya tatu, akarudi, pita tena. Alipopita akaachama tena, hebu wana na wewe, akamgeuzia screen. Alipomgeuzia ile screen ni moto, yaani screen nzima inaonyesha ni moto. Unaelewa sisi? Yaani ile screen ya pale hapo ikaonyesha picha ya moto nzima, yaani badala ya kuonyesha labda kama ana kalamu na kanini, ikaonyesha moto. Ndio akakumbuka ile andiko, huwageuza sijui malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Kuna wakati Mungu anaweza kukugeuza wewe unayetembea na yeye ukawa miali ya moto. Kwa moto ukiwa mkali sana, na ni kwa sababu ya ile kiu ulio nayo, ndio hapo Mungu anapoangalia kile kiwango cha kiu ulicho nacho, anasema huyu tutafanya naye kazi. Anaendelea kuachilia, anaendelea kuachilia. Iko hivi. Nilisikia kuna siku mlitangaziwa kufunga, wengi sana wakalalamika, wanungunika. Mimi naandika ndani ya tumbo. Nikwambie tatizo lako. Nikwambie tatizo lako. Nikwambie kwa nini unawaza hivyo. Kiu kwa ajili ya Bwana haipo.